Kila mtu anatafuta namna gani ya kuweza kulinda biashara yake, jina lake, na kuweza kuhakikisha hakuna mtu mwingine anaweza kunufaika na biashara ama jina alilotumia nguvu yake kubwa kulijenga kwa mtandao. Na mara nyingi tumekuwa tukiona kesi kama hizi kwenye mitandao ya kijamii, anatumia jina langu, amefanya kitu kama changu, amefanya kitu changu, lakini hawajui solution ni nipi. Iko hivi, ukitaka kulinda jina lako la biashara, mtu mwingine asilitumie kwa namna yoyote, na endapo akilitumia atalipa faini na kukulipa faida yote iliyopatikana na hasara aliyosababisha kwako. It's simple. Sajili jina la biashara yako. Bwana FA na AY ni moja kati ya watu ambao mahakama iliamuru walipwe bilioni 2.18 kwa sababu tu kampuni ya Tigo walitumia nyimbo yao, tena sio nyimbo nzima, kibwagizo cha nyimbo yao kwenye kazi zao. Unafikiri ni shingapi utalipwa endapo mtu atatumia jina lako la biashara rasmi ambalo umetumia jasho na damu kujenga personal brand, kuaminisha umma wa Tanzania wewe unafanya kitu fulani, alafu huyo mtu akaja akalitumia bila idhini yako? So, ili kuwa halali kisheria, ili kupata manufaa yako, usisubiri mpaka uwe na mahela nyingi usajili makampuni au kufanya nini. Sajili jina la biashara yako. Kama wewe ni mfanyabiashara na una jina, unaangalia kulitengeneza, bado upo kwenye stage za awali, unatamani kufikia stage fulani, hakikisha umesajili jina la biashara yako kwanza. Comment neno biashara hapo kwenye comment section, itakusaidia kuweza kusajili jina la biashara yako sasa hivi.